Taarifa mbaya sasa imeibuka kuhusu mpango wa kumuua Tundu Lissu akiwa gerezani Ukonga. Ni baada ya mambo mengi kutokea nchini Tanzania baada ya Tundu Lissu kufika mwaka moja akiwa kizuizini. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Serikali haramu ya Idi Amin Mama Samia Suluhu sasa imepanga kumuua Mheshimiwa Lissu kwa risasi. Tumejulishwa kwamba baada ya serikali ya Samia kuona mbinu zote za kutaka kumaliza Mheshimiwa Lissu huko gerezani zinavuja, sasa wamekuja na mpango mwingine. Mpango huu unaratibiwa na Paul Makonda na Faustin Mafwele, ambao wanatumika sana na Samia Suluhu kufanya mauaji, kukandamiza watu nchini Tanzania. Na sasa wamepanga kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu itakapoanza kusikilizwa tena mahakamani pale mahakama ya rufani, atabadilishiwa askari wa magereza wale ambao huwa wanampandisha ama wanapanda naye gari moja kwa ajili ya kumlinda kila wanapompeleka na kumtoa mahakamani. Badala yake wanaletwa askari wa KMKM, wanajulikana KMKM kutoka Zanzibar, na hao watakuwa wanapanda naye gari moja na watavalishwa nguo za askari magereza ili wasishtukiwe. Huu ni mpango. Kisha sasa wamepanga kwamba mara baada ya kesi kuahirishwa, Mheshimiwa Lissu atakapokuwa natolewa mahakamani kurudishwa magereza, wakiwa njiani convoy ya magereza itavamiwa na watu wenye silaha, kisha watafiatulia risasi. Kutakuwa kama kuna majibizano ya risasi, then wale KKM ama inaitwa KMKM ambao watakuwa naye ndani ya gari watamuua kwa risasi humo ndani ya gari. Na hapo sasa unajua watakuwa wanasuka story. Serikali sasa hiyo batili yake Samia itakimbilia kwenye media kusema kwamba kauawa na watu wasiojulikana, so wanawasaka watu wote waliohusika kwenye shambulio hilo ili wasionekane kwamba ni wao. Mpango haramu. Nashangaa huyo Samia. Yaani wamepanga mpaka watu wakuja kuwatetea kwenye mitandao ambao watakuwa wanasema serikali haramu haihusiki, na kwamba kama ingetaka kumuua basi ingemuulia magereza ama ingemuua pale Ukonga. Kwa hiyo wamesha ajiri hadi mabloggers, wana mitandao ambao watakuwa wana blog wanamtetea sana, kumtetea Samia Suluhu na serikali yake bandia. Yaani Samia, najua kuna mambo ukiyafikiria vizuri tunaona kwamba ni kama hatupo Tanzania, hatupo ile Tanzania yetu tulikuwa tunaijua. Yaani mwaka jana Watanganyika wenzetu wameuliwa zaidi ya maelfu ya watu. Samia mwenyewe akatoa amri miili hiyo ikaibwa na ikazikwa kwenye kaburi la pamoja, kutokana na taarifa zilizotolewa na CNN. Najua mambo mengine walikuwa wanayafanya, kumbe wajui teknolojia ya sasa huwezi ficha kitu. Satellite zikawafichua kwamba kulikuwa na kaburi la pamoja kwenye sehemu fiche ambapo miili ya watu waliuliwa mwaka jana ilizikwa. Mimi nashangaa ikiwa sasa hivi bado wanataka kumuua. Sasa hivi amejiapisha, ameingia serikali, mbona tena muue Tundu Lissu? Yeye anaondoka kitini. Tangu ingie madarakani hadi wa leo, watu wengi wametekwa, wengine wamepotezwa, na ni zaidi ya watu 300 wenye wametekwa, maisha yao yakapotea. Kuna wenye wametekwa hawajaionekana, pengine waliuliwa. Kuna wenye pengine sasa hivi wako kizuizini wanateswa. Na bado hajatosheka, na sasa anamtaka kumuumiza na kumdhuru Tundu Lissu. Unajua Tanzania wakati mwingine nasema kwamba sisi wa Tanzania ndio tunaruhusu mambo haya kutokea, manake hatupambanii haki zetu. Ingawaje ndio tunapambana na tunauliwa,
kama mwaka jana tukaenda kuandamana, ndo wao watu wakauliwa, wakapigwa marisasi. Lakini unajua kama hatuwezi tumpambania mheshimiwa Lissu atauliwa na tunaona, maana mpaka sasa wameshagundua kwamba hawana ushahidi wa kutosha kumtia hatiani ili wamnyonge. Ndio maana wamepanga njama ya kutaka kumuua kwa risasi akiwa bado mikononi mwao. Na ukumbuke kwamba kumwekea kesi ya uhaini ambao ni kesi nzito sana zaidi nchini mwetu Tanzania, walikuwa na mpango kwamba Tundu Lissu aondolewe kabisa, anyongwe. Lakini wamegundua kwamba hawana ushahidi wa kutosha, kesi ile imeonekana kimataifa ni ya kusukwa. Kwa hivyo sasa hivi wamebuni mbinu mpya ya kumwangamiza kupitia risasi, kwamba kukuwe na hiyo mtafaruku nini njiani wakati anasafirishwa, kisha baadaye wamuulie pale kwa gari, waseme kulikuwa na mlipuko wa marisasi na watu wasiojulikana, kisha serikali ya Samia ijitie hamnazo. Na nashangaa mbona Samia anamchukia sana Lissu kiasi hiki kwamba anatamani kuona hayuko tena. Manake wajua Samia anaondoka kitini mwaka 2030 kutakuwa na uchaguzi. Mbona hataki kuona Tundu Lissu? Mbona? Na unajua hata kama Tundu Lissu hayupo sasa hivi, kuna viongozi bado watachipuka kama Lissu. Kwa hivyo huwezi zuia jambo ambalo wakati wake umefika. Lissu alikataa vile kumbuka biashara ya udalali wa siasa. Ni mtu mwenye msimamo thabiti na ambao Mama Samia na washirika wake na machawa wake wanautafsiri msimamo huo kwamba ni kiburi. Kutokana na ile walimwambia ajiondoe kwenye siasa, aende nchi ya Tanzania. Yaani atoke nchi ya Tanzania aende akaishi kwingine. Ni jambo ambalo kidogo halikumwingia Tundu Lissu na kakataa. Manake ni mtu ambaye kwa kawaida anajulikana kusimamia ukweli na haki. Lakini unajua kuna jambo ambalo Samia na machawa wake wanastahili kulitia akilini, ni kwamba kuthubutu kutekeleza huo mpango wao wa kumuua Tundu Lissu, basi nchi ya Tanzania pengine haitatawalika tena. Yaani maandamano ya Oktoba tarehe 29 itakuwa cha mtoto. Manake unajua kuna wakati inafika Watanzania ama raia ambao wanaongozwa wenyewe wanagundua kwamba hata wakifa hamna haja, bora tu waweze kujinasua kutoka zile zile minyororo ya ukoloni mamboleo, ule kutokuwa na uhuru. Kuna wakati watu wanajitolea, manake hata kama wewe ni nani, atakaa ni muuaji aje, uwezi huo wa Tanzania wote kwa ajili ya kukua serikalini. Kuna wakati itafika, na jambo hilo likitokea, basi ikiwa mpango wao na hizo njama zao zitatokea, basi Tanzania kutawaka. Manake naona hapa wanaharakati wameshaweka wazi, wamefichua njama zote. Akina Hilda Newton amefichua, wote wameshasema, wamefichua hizi siri. Manake wajua kuna wale wandani wake Samia ambao wanapanga naye, kisha mmoja ambaye anaona jambo hili si nzuri analipua, anaambia mwanaharakati, anamwambia msije mkasema ni mimi. Wapata siri hiyo imetoka nje. Sijui na maoni gani kuhusiana na mpango huo wa serikali hii batili ya Samia kutaka kumuua Tundu Lissu, ila niandikie hapo chini kwenye comment section. Ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu kama njia moja kutupiga jeki ili kuinua channel hii.